Kila siku maelfu ya wanafunzi huingia shuleni wakitafuta elimu. Lakini pamoja na maarifa hayo ya darasani, bado kuna uhitaji mkubwa wa kupeleka maadili mashuleni, tumaini na mwongozo wa kiroho. Kwa sababu tunaishi katika zama ambazo mmomonyoko wa maadili mkubwa umetokea duniani. Kwa kutambua hitaji hilo, Kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada limeendelea kufikisha ujumbe wa upendo wa Mungu kupitia huduma ya uinjilisti mashuleni, ikiwafikia wanafunzi katika mazingira yao ya kujifunza na kuhakikisha wanakuwa salama katika nyanja ya kiroho pia. Kupitia vipindi hivi, wanafunzi hujifunza kuhusu upendo wa Mungu, maadili mema, heshima, tumaini na umuhimu wa kufanya maamuzi yenye busara kwa maisha yao ya sasa na ya baadaye pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Josephine Abihudi Amani, natokea shule ya sekondari Twangoma, kidato cha kwanza. Tunawashukuru sana Kanisa la Kibada kwa kututembelea. Mafundisho haya yameimarisha imani zetu. Pia tunaomba muendelee kutufundisha neno la Mungu. Sisi wanafunzi wa Twangoma tumeamua kumtangaza Yesu shuleni kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Clara Sendeka, ni katibu katika shule ya sekondari Twangoma. Tunashukuru kwa kutuletea vitabu vya masomo ya unabii. Mmeitwa kuwa wainjilisti mashuleni. Kwa hiyo usikaekae hapa mara ulale, mara ufanye nini. Fanya kazi ya nani? Ya Mungu. Gawa vijizuu, waambie watu habari za upendo wa nani? Wa Yesu. Lakini changamka, wachangamkie wanafunzi, tabasamu. Wakati mwingine imewezekana kujitoa kwa kanisa, waumini na wahudumu walioamua kuwekeza katika kizazi cha sasa. Kila somo, kila sala na kila ujumbe ni mbegu inayopandwa kwa ajili ya kesho iliyo bora. Chini ya mbingu inamaanisha kwamba kila kitu kina wakati wake. Kuna wakati wa furaha na wakati wa kulia. Kuna muda itafika utapata tatizo, labda jambo, utalia, utakuwa na huzuni, na pia kuna wakati utafika utakuwa na nini, na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Elimu hujenga akili, lakini neno la Mungu hujenga tabia. Tuendelee kushirikiana ili kuweza kuwafikia wanafunzi kwa upendo wa Kristo na kuwaandaa kwa maisha yao yenye tumaini ya baadaye na yenye kusudi lililo bora. Taifa letu, nyumbani kwetu, tumepewa na Mungu, fahari yetu, hazina yetu, tumejengwa kindugu, utu wetu, lugha yetu, alama za tunu zetu, ardhi yetu, urithi wetu.